Yes, kwenye room number 3 Barnaba Classic yuko na shemeji yetu Raya mwenyewe, the boss lady mwenyewe. Mko vizuri? Alhamdulillah, tuko salama. Tunafurahi sana kuona mkiwa pamoja kama hivi. Sisi tunapenda. Okay. Sawa, umepata nafasi ya mwaliko kuja kushuhudia tukio la ndugu yako Mbosso. Kwanza mara ya kwanza Mopao baada ya kuingia kwenye mitandao kumuona ndugu yako akianza kutizi kuhusiana na ile green ile. Kwanza ulichukuliaje? Mimi Batimani mtu wa karibu kidogo au nzuri na Mbosso. Sikuwa na pressure, lakini pia mimi ni mmoja wa watu ambao walikuwa hawajui kinachoendelea. Kwa na mimi mwenyewe nimekuwa surprised. Na leo tumekuja hapa naona nimekuja na wife kwa heshima na tazama baada ya kupokea mwaliko. Tuko kwenye room number 3. Tunataka tujue kilichomo kwenye room. Unahisi room number 3 ni nini? Kwa mujibu wa caption zake Mbosso, kwa mujibu wa teaser zake inaonyesha kama ni EP. Anatambulisha EP kwa maana ya tracks zake ambazo zitakuwa ndani baada ya ukimya wa muda mrefu. Na nikijitoa kama msanii mwenzie, kama mshabiki, nina kiu ya kusikia kwenye room kuna masofa, kuna ndoo, kuna sufuria. Niko so excited kusema kweli. Yes. Sitaki kuniambia kama Barnaba hujapata nafasi hata kusikiza hata nyimbo moja ya Mbosso. Sijaipata nafasi. Kwenye hiyo room number 3 sijapata nafasi. Ndio maana nimekuja hapa kupata mwaliko wa listening part. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani kwamba mimi ni mgeni pia. Lakini sina mashaka na Mbosso hata kidogo. Sawa. Mbosso ni msanii ambaye pia itokea kwenye label. Tunakumbuka alikuwa mkubwa na wanae kule kwa Said Fela, lakini pia akaenda WCB. Sasa hivi anasimama kama yeye. Najua wewe ni msanii ambaye pia umesimama wewe kwa muda mrefu. Safari ya muziki ya Mbosso, labda pengine ukipata nafasi ya kuzungumzia kama hivi kwenye kamera, ungependa kumwambia nini kwenye maisha ambayo pia anaenda kujitegemea? Bahati mbaya nzuri Mbosso sio mtu wa kumwambia vitu vingi sana, kwa sababu najua ni mbobevu. Moja na thubutu kusema ni moja wa wasanii wenye nidhamu ya hali ya juu sana. Ana usikivu, mnyenyekevu. Hata huko alipotoka ukiuliza sifa yake kubwa pia watu wanamsifia kama ni msanii mwenye nidhamu. Na ukiacha kusifiwa, mimi nimekaa na Mbosso, sio msanii wa kusema na makelele, nidhamu yake ndogo. Kwa nina matumaini makubwa kwenye safari yake ya muziki. Na mtakia kila laheri. Uthubutu wa kufanya kazi kama solo ni mzuri na ni wa kujituma zaidi, na najua Mbosso ana hicho kipawa cha kila aina kufika pale anapostahili. Yes. Okay, lakini pia Mbosso kwa mara ya kwanza anafungua lebo yake ya Khan Music. Wewe una lebo pia, High Table Sound. Mimi sina lebo. High Table Sound sio lebo, ni taasisi. Taasisi. Una lipi la kumwambia Khan kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza anafungua lebo ya Khan? Sidhani kama ni lebo, sidhani kama kuna sehemu Mbosso ametuambia ni lebo. Lakini ulipoona Khan Music ni taasisi kama taasisi nyingine, it's a Khan Music, maana yake inaweza kaa inafanya muziki wake, hajasema kama ni lebo. Kwa hiyo nadhani if it's label or so label is on the way, anakuja hapa mtamuuliza hapo maswali. Yes. Sawa, shemeji naye aseme kitu kidogo. Ana kusema. Sio kweli bwana. Sio kaida yake Raya, tunamjua bwana. Sina cha kusema. Vizuri. Niko poa. Mambo vipi lakini? Poa. Mbona leo mpole hivi? Au unaogopa Barnaba kwa sababu yuko hapa? Tuko pamoja wanahabari. Mungu awabariki sana. Thank you. Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.